الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وعلى اله واصحابه ومن سن بسنته الى يوم الدين. اما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم. يا ايها الناس ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. baada ya kumshukuru na kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jalla jalal ambaye kwamba ameadhamika akatakasika, ambaye kwamba katika mikononi mwake ndio ufalme ulioko, na yeye jalla jalal ndio mweza wa kila kitu, ambaye jalla jalal ameumba umauti na akaumba uhai, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ay liyakhtabirakum, ili awe ni mwenye kuwapatia imtihan kutokana na uhai na kutokana na umauti, ya kujua ni nani ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kutenda vyema. Ibadallah, ndugu zangu katika imani, na usieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala bila ya kuisahau nafsi yangu, kuzidisha kuyatenda amridhishaye jalla jalal na kukaa mbali na yale ambayo kwamba yanamchukiza tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba akawa ni mwenye kutuweka katika ardhi hii, na akawa ni mwenye kutupatia mwanzo, na mwanzo wa kila mwanadamu ni pindi anapozaliwa, na pia chochote kile ambacho kwamba kina mwanzo lazima kitakuwa na mwisho, na mwisho wa kila mwanadamu ni pindi ambapo kwamba roho itakuwa ni yenye kumtoka. Sidhani ya kuwa kuna yoyote kutoka wale ambao kwamba walitutangulia kutoka kwa Adam alayhi salatu wassalam mpaka wa mwisho wa watu ambaye kwamba alikuwa na shaka ya kuwa atakuwa ni mwenye kukufa. Shaka ile ambaye kwamba kufaru Quraish, wale wenye walikuwa ni wenye kumkanusha Allah subhanahu wa ta'ala, walikuwa nayo ni ya kufufuliwa, lakini ya kufa kila mmoja alikuwa na yaqeen na thika ya kwamba atakuwa ni mwenye kufa. Na ukiwa watambua ya kuwa utakufa, basi kuna yale ambayo kwamba baada ya kifo yatakuwa ni yenye kukungoja. Mtume sallallahu alaihi wasallama asema katika kuwaeleza masahaba zake ya kwamba atani Jibril amenikujia alayhi salatu wassalam, faqala ya Muhammad, akasema ewe Muhammad, ish ma shi'ta fa innaka mayit, ewe Muhammad, ishi utakavyo, lakini mwisho wa siku wewe ni mayit. Wahbib man shi'ta fa innaka mufariqu, na umpende umpendaye, na umpende katika mapenzi utakaye, ikiwa ni mapenzi ya halal, ikiwa ni mapenzi ya haram, yoyote yule ambaye kwamba utakuwa ni mwenye kumpenda. Fa innaka mufariquhu, mwisho wa siku utakuwa ni mwenye kuachana na yule ambaye kwamba umempenda. Ni mke wako, mama yako, watoto wako, ndugu zako, yoyote yule ambaye kwamba umempenda, lazima itakuja mwisho wa siku na kutakuwa na kuachana. Wa'mal ma shi'ta fa innaka majziyun bih, na ufanye utakalo, na mwisho wa siku
utakuwa ni mwenye kulipwa kutokana na yale ambayo kwamba utakuwa ni mwenye kuyatenda. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha, yoyote ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kutenda mema anaitendea nafsi yake, na mwenye kutenda mabaya vile vile anaitendea nafsi yake. Kwa hivyo wa'mal ma shi'ta fa innaka majziyun bihi. Kisha akamweleza Jibril, akamweleza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Muhammad, sharaful mu'min qiyamuhu bil-layl, sharaf ya muislam ya mu'min ni kusimama kwake usiku akiwa namlilia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas, na izza, heshima ya mwanadamu ni kukaa mbali na yale ambayo kwamba watu wako nayo. Usikaribie ya watu, utakuwa ni mwenye kuheshimika, na ukitaka kudhalilika tafuta ya watu, ndio utajua udhalili unakaa namna gani. Kwa hivyo katika hadithi hii Jibril alayhi salatu wassalam anamueleza Muhammad ambaye kwamba sallallahu alayhi wasallama ni mbora wa bora katika viumbe vyote. Ya Muhammad, ish ma shi'ta fa innaka mayit. Na akasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, innaka mayitun wa innahum mayitun. Ewe Muhammad, kwa hakika wewe ni mayit, wewe ni mfu, unatembea lakini mwishowe utakuwa ni mwenye kufa. Wa innahum, na watu wako ambao kwamba ni umma wako, la mayituna, pia vile vile watakuwa ni wenye kufa. Allah subhanahu wa ta'ala katika kutuonyesha uhakika wa kifo anamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, wama ja'alna li basharin min qablika al-khuld. Ewe Muhammad, hakuna mtu yoyote, hakuna mwanadamu yoyote mbele yako ambaye kwamba tumemjalia awe ni mwenye kuishi maisha ya al-khuld, maisha milele. Afa imitta, na wewe pia vile vile utakuwa ni mwenye kufa. Na je, afa imitta, ukiwa ni mwenye kufa, fahumul khalidun, wao watakuwa ni wenye kubakia? Jawabu ni nini? Ni abadan. Ikiwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam amekufa, basi sote tutakuwa ni wenye kukufa. Asema jalla jalal, kullu shay'in halikun illa wajha, kila kitu, mbingu na ardhi, watu, malaika, majini, halikun illa wajha, vitakuwa ni venye kuangamia isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Na akasema jalla jalal, kullu man alaiha fan, vyote vilioko katika ardhi hii vitakuwa ni venye kuangamia. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, mwenye kubaki atakuwa ni Allah tabaraka wa taala peke yake. Ahibati fillah, aya ambayo kwamba tunaisoma usiku na mchana, kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itakuwa ni yenye kuonja umauti. Maut ambayo kwamba haina huruma, haina huruma ya kiongozi, haina huruma ya mwenye kuongozwa, haina huruma ya mheshimiwa, haina huruma ya mwenye pesa, haina huruma ya maskini, haina huruma ya mzee, haina huruma ya mdogo. Na maut, ahibati fillah, si kwamba kuna sababu ambayo kwamba lazima iwe ni yenye kupatikana ndio tuseme huyu bwana atakuwa ni mwenye kufa. Abadan. Wangapi ambao kwamba wamekufa wakiwa hawana illa yoyote, na ni wangapi ambao kwamba wameishi na illa, wameishi na saratani, wameishi na ukimwi, wameishi na ugonjwa ambao kwamba ni ugonjwa mzito zaidi ya miaka ikisonga ikienda. Na yule ambaye kwamba alikuwa shabab katika siha, afya, anakuwa ni mwenye kuamka, kisha watu wanasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, salati dhuhur tutakuwa ni mwenye kusalia janaza. Inamaanisha ya kuwa maut haichagui, na maut si kwamba ukipatwa na alama fulani lazima wewe utakuwa ni mwenye kufa. Abadan. Bal kila mmoja wetu afaa kuwa ni mwenye kujiandaa na mwenye kuwa tayari muda wowote ya kuwa atakuwa ni mwenye kuelekea mbele ya Allah tabaraka wa taala.
mwanadamu atakuwa ni mwenye kuishi maisha ambayo kwamba ni miaka 30, 40, ifikapo 40 na ziada, hapo ndio mwanadamu afaa kujiangalia zaidi. Hatta idha balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Mtu anapofikisha miaka 40 afaa kuacha mchezo. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka mwanadamu afikishe miaka 40 ndipo aseme rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala akuwezeshe kumshukuru neema ambazo kwamba amekupatia. Tangu kuwe mdogo umefikisha miaka 40, wangapi ambao kwamba unajua wametangulia mbele za haki? Neema ngapi ambazo kwamba unazo? Wa ala walidai, na pia vile vile unakuwa ni mwenye kuwashukuru wazazi wako, kuwafanyia bir alwalidain. Wa an a'mala salihan tarda, na pia vile vile unakuwa ni mwenye kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala akuwezeshe uwe ni mwenye kufanya mema ambayo kwamba yanamridhisha. Katika miaka ya 40, Hasan al-Basri rahimahullah amemuona mwanaume mmoja ambaye kwamba amefikisha miaka zaidi ya 60, akiwa huwa mazala yufarritu fi jambillah, ambaye anacheza katika awamirillah. Akamuuliza, ya hadha, ewe mzee, bado miaka 60 na unaendelea kucheza? Akamuuliza, ya kuwa umekuwa zara'ta famadha hasadta, umekuwa ni mwenye kulima ukalima ukafanya madhambi kila dhambi, famadha hasadta, je, katika kulima kwako umechuna nini? Umepata nini katika kufanya dhambi hizi? Ndugu zangu katika iman, asema Allah subhanahu wa ta'ala, ifikapo mwisho wa mwanadamu katika huu umauti ambayo kwamba tunauongelelea, kalla idha balagati taraqi, ay idha wasalat ar-ruh ila at-taraqi, wakati roho inakuwa ni yenye kufika katika koo ya mwanadamu. Waqila, kisha wanaanza kuulizana wanadamu wakisemezana, man raq, ni nani ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kumponya mgonjwa wetu? Daktari gani ambaye kwamba the best doctor? Hospitali gani mzuri? Ama hapa haifai, hebu tumweke ndani ya ndege tumkimbize. Waqila man raq, ni nani? Man yashfihi wa man yurqihi, ni nani ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kumponyesha, ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kumtibu? Wa dhanna annahu alfiraq, wakajua ilmu al-yaqini ya kuwa annahu alfiraq, wakati umewadia ya kuachana wa kufarikiana na dunia. Waltaffati saqu bisaq, ikawa mwanadamu anakuwa ni mwenye kuupatia mgongo mlango wa dunia, akiwa anaukaribia na kuingia katika mlango wa akhira. Ila rabbika yawma idhinil masaq, kwa Mola wako peke yake ndio pahala pa kuelekea. Ndugu zangu Waislamu, asema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Waqi'a, falawla idha balaghatil hulqum. Allah ni nini ambayo kwamba hajatuonyesha katika Qur'an? Anatuonyesha kila marahil ambayo kwamba mwanadamu hupitia. Falawla idha balaghatil hulqum, wakati roho inakuwa ni yenye kufika katika koo. Mtu hapo katika sakaratul maut, watoto wake, wazazi wake, mke wake, jamaa zake, marafiki zake, madaktari, kila mtu. Wa antum hina idhin tanzurun, kila mmoja ameketi mbele yake amemkondolea macho. Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun, asema Allah subhanahu wa ta'ala, nasi tukiwa tumemkaribia huyu mwanadamu, malaika wetu malaikatul maut akiwa amemkaribia, walakin la tubsirun, lakini kwa bahati mbaya hamwezi mkatuona. Falawla in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin, mumrudisheni huyu bwana baba yenu ambaye kwamba mnampenda, kiongozi wa nchi, mheshimiwa, yule ambaye kwamba alikuwa anawasaidia,
yule mwenye nguvu, tarji'unaha in kuntum sadiqin, ebu mrudisheni ikiwa kweli nyinyi ni watu ambao kwamba ni wa kweli. Kuna mmoja yoyote ambaye kwamba anaweza rudisha? Abadan. Tarji'unaha in kuntum sadiqin, bimaana sisi hatuna uwezo wote ni wa Allah tabaraka wa taala. Wakati huo ndio wakati ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema hatta idha jaa ahaduhumul maut, paka mmoja wao awe ni mwenye kufikiwa na umauti. Na hii ni siku ambayo kwamba kila mmoja wetu atakuwa ni mwenye kupitia, shita au abaita, upende usipende, useme insha Allah ama useme a'udhu billah. Ni siku ambayo kwamba kila mmoja wetu atakuwa ni mwenye kufikiwa na siku hii. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal ajiz man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allahi al-aman. Mwenye akili ni yule ambaye kwamba anakuwa ni mwenye kujiandaa baada ya umauti wake kumfika, kwa sababu umauti utafika. Wal ajiz, na mtu ambaye kwamba ni sabahlala, mtu ambaye kwamba akili yake haifanyi vizuri, ni yule ambaye kwamba hufuata matamanio yake ya nafsi yake. Watamanna ala Allahi al-amani, ilhali yeye akiwa anasema tu inshallah Allah ghafurur rahim. Twende tusali, ya akhi, Allah ghafurur rahim. Watamanna ala Allahi al-aman, asema Allah subhanahu wa ta'ala hatta idha jaa ahaduhumul maut, paka mmoja wao awe ni mwenye kufikiwa na umauti. Kisha anapofikiwa na umauti, qala rabbi irji'un, anaanza kuomba. Umepewa miaka 50, miaka 30, umeshindwa kufanya yale ambayo kwamba ulikuwa unatakiwa kuyafanya. Wakati wa mauti ukifika, rabbi irji'un, ndio mwanadamu anaanza kuambia Mungu, ya Rabbi, naomba uwe ni mwenye kunirudisha. Nifanye nini? La'alli a'malu salihan fima tarakt, ili niwe ninaweza fanya jambo lolote la khairi katika yale khairi ambayo kwamba nimeacha. La'alli a'malu salihan fima tarakt, asema Allah subhanahu wa ta'ala kalla, haiwezekani abadan. Innaha kalimatun huwa qailuha, hiyo ni kalima peke yake ya mwenye kuongea. Yule ambaye kwamba maji kimbeba hujaribu kushikilia hata kama ni nyasi aone kama zinaweza mzuia. Innaha kalimatun huwa qailuha. Na katika suratul munafiqun, walan yuakhkhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha, Allah subhanahu wa ta'ala hawezi akawa ni mwenye kuichelewesha nafsi pindi wakati wake unapofika. Kwa hivyo istaqim, kuwa na istiqama, simama katika dini, fanya mema, tenda mazuri, ungoje kifo. Na usingoje kifo kifike ndipo uwe ni mwenye kufanya mazuri. Baadhi ya mashababu vijana huwa wanajidanganya ya kuwa sisi tutaswali na mimi nikifika 50 inshallah ndio wakati nitakuwa kwenye msikiti, ndio wakati nitafanya khairi. Abadan. Wangapi ambao kwamba mauti umewachota ilhali wakiwa wana nguvu, wana siha, wako na afya. Istaqim, wewe simama kwenye mizizi ya Uislamu, simama katika Uislamu, tenda yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anayaridhia, kaa mbali na makatazo yake jalla jalali, ndipo mauti ukikupata ukupate ukiwa uko katika hali ya kuridhia na kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ukisimama uwe unatembea namna ambavyo kwamba nafsi yako inakuamrisha, kila uchafu uko ndani, kila maasi unapatikana, kila jambo ambalo kwamba ni lenye kumghadhabisha na kumkasirikisha Allah subhanahu wa ta'ala uko ndani, kisha unasema inshallah nikifika huko mbele, nani amekupatia garantia kwa utafika? La'alli a'malu salihan fima tarakt, kalla, haiwezekani. Innaha kalimatun huwa qailuha, hiyo ni kalima ya mwenye kuongea. Wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun, na baada ya kifo kuna barzakh, kuna maisha ambayo kwamba barzakh ni maisha ma baina alhayati wal akhirah, ni maisha ambayo kwamba yanapatikana ndani ya kaburi, ni kituo, ni transit ambayo kwamba kila mwanadamu lazima apitie katika ile transit, ndipo anangoja pale ambapo kwamba atakuwa ni mwenye kuelekea imma fil janna wa imma fin nar.
asema Mtume sallallahu alayhi wasallama, alqabr rawdatun min riyadil janna wa hufarin min hufari niran, hadith ambayo kwamba ni dhaifu isnaduhu lakin maanaha sahih. Alqabr rawdatun min riyadil janna, kaburi ni bustani katika bustani ya janna, wa hufarin min hufari niran, na pia ni mojawapo wa shimo katika shimo za moto wa jahannam. Kiyama cha kila mwanadamu kinaanza pindi atakapofariki. Kana Uthman ibn Affan idha waqafa ala qabrin yabki hatta yabulla lihyata. Uthman ibn Affan alipokuwa ni mwenye kuketi katika kaburi, alikuwa ni mwenye kulia mpaka kidevu chake kinakuwa ni kenye kupata yale machozi. Faqila lahu, kisha anaulizwa, tadhkuru aljannata wan nar ya Uthman, unakuwa ni mwenye kukumbuka ama kukumbushwa janna na nar, wala tabki, na hauli, watabki min hadha, lakini pindi utakapoona kaburi unakuwa ni mwenye kulia. Qala, kasema radiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, kwa hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, innal qabra awwalu manazil al-akhirah, kwa hakika kaburi ni kituo cha kwanza katika vituo vya akhira. Fa inna ja minhu fama ba'dahu aysaru minhu, ikiwa mwanadamu atakuwa ni mwenye kupona yaliyomo ndani ya kaburi, basi baada yake yatakuwa ni mepesi zaidi. Fa ajaba Haruna baada ma asabathu ad-dahmasha, Harun akawa ni mwenye kupatwa na hofu zaidi na kumweleza, ya Bahlul, siwezi hilo. Akamweleza la pili, ikiwa malakul maut atanikujia na kuomba uwe ni mwenye kusimama baina yangu na yeye, ndipo asinichukue. Harun akamwambia, ya Bahlul, mimi sina uwezo wa hilo. Kisha akamweleza jambo la tatu, nataka ya Harun uwe ni mwenye kuniweka ndani ya janna na uniepushe na nar. Kisha Harun akamweleza ya kuwa wallahi pia hilo siwezi. Bahlul akamweleza, unaniona mimi ni wazimu, lakini wewe ndio wazimu zaidi. Wewe unajiita mfalme, ilhali hauwezi ukawa ni mwenye kuniongezea umri, hauwezi ukawa ni mwenye kusimama baina yangu na malaika na malakul maut, na pia vile vile hauna uwezo wa kuniingiza ndani ya janna. Akamweleza, wallahi wewe sio mfalme, bali wewe ni mtumwa. Kisha akamweleza kuwa wewe endelea na hali yako na mimi pia niwe ni mwenye kuendelea na hali yangu. Ndugu zangu katika iman, Mtume sallallahu alaihi wasallama amemchika katika bega lake Ibn Umar radiyallahu anhuma, akimweleza, ya ghulam, ewe kijana mdogo, kun fi dunya kaannaka gharib, ishi katika dunia kana kwamba wewe ni mtu ambaye kwamba ni mgeni, au abiru sabil, ama wewe ni mtu ambaye kwamba ni mpita njia. Ndipo Umar ibn al-Khattab ibn Umar radiyallahu anhuma amekuwa ni mwenye kusema maneno baada ya kuwa amepata mafunzo kutoka kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama, akisema, idha amsaita fala tantadhir as-sabah, ikiwa usiku imekufikia usiwe ni mwenye kungojea asubuhi ya kuwa itakufikia. Wa idha asbahta, na pia asubuhi ikikufikia, fala tantadhir al-masa, usiwe ni mwenye kungoja usiku. Hiyo ndio hali ya mu'min ambaye kwamba inatakikana. Mu'min anafaa kuishi katika hii maisha akijua ya kwamba wakati wowote anaweza kawa ni mwenye kuondoka, kisha anakuwa ni mwenye kujitayarisha kutokana na ile safari ambayo kwamba iko mbele yake. Kisha Ibn Umar radiyallahu anhuma asema, wa khudh min sihhatika limaradika, pia uwe ni mwenye kuwahi kutokana na ile siha yako wakati uko na afya. Fanya mambo ya kheri ambayo kwamba pengine ugonjwa ikikupata itakuzuia kufanya yale mambo ya kheri. Wa min hayatika limautika, na pia uwe ni mwenye kuchukua maisha yako, uhai wako kama ni fursa, ndipo uwe ni mwenye kutenda kabla ya umauti kukufikia. Ndugu zangu katika iman, Ramadhan iko mbele yetu, siku ambazo kwamba ni chini ya 20 tutakuwa ni wenye kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala atatufikisha katika mwezi huu wa Ramadhan, ni fursa zaidi, na hakuna fursa nyingine ambayo kwamba unaweza ipata ya kujiandaa kifo chako kama wakati ambao kwamba ni wakati wa Ramadhan. Kwa hivyo anza katika saa hii
katika kujitayarisha, katika kutayarisha nafsi yako ya kuwa ikiwa insha Allah atakuwa ni mwenye kunifikisha katika Ramadhan, basi nitakuwa ni mwenye kufanya vyema na nitakuwa ni mwenye kujiandaa na umauti yangu kupitia hii Ramadhan, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kutufikisha. Na kwa kumalizia, sema Mtume sallallahu alaihi wasallama, izhad fi dunya yuhibbuka Allah, kaa mbali na dunia, usiwe ni mwenye kutilia manane na dunia, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala awe ni mwenye kukupenda. Wazhad fima inda an-nas yuhibbuka an-nas, na pia ukae mbali na vya watu, ndipo watu watakuwa ni wenye kukupenda. Ala fasallu wa sallimu ala al-habib al-mustafa faqad amarakum Allah subhanahu faqala mukhbiran wa amira inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشركة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه وألا يلتمس علينا الحق فنضل. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم وفقنا لكل خير ما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا معسر إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله